Of course ratiba imelazimika kufanyiwa maboresho kwa sababu kadhaa, ambazo kubwa ni sababu tatu. Sababu ya kwanza, utakumbuka kwamba katika kipindi ambacho tulikuwa tuna michezo, tumepanga kufanya ile michezo ya viporo ambayo klabu 4 zinazoshiriki michuano ya kimataifa ilikuwa hazijacheza. Tulisimamisha ligi kutokana na sababu za kiusalama na miongozo ambayo ilitolewa. Lakini jambo jingine ni kambi ya timu ya taifa. Utakumbuka kwamba tunakwenda kwenye finali ya AFCON nchini Morocco, na zinahitajika siku kadhaa kabla ya kuanza kwa michuano hiyo kwa ajili ya kambi rasmi ya timu ya taifa kujiandaa na michuano hiyo. Kwa hiyo nayo imesababisha kuwe na nyongeza ya idadi ya zile siku ambazo tulikuwa tumeziweka awali. Lakini jambo jingine, utakumbuka kwamba ratiba rasmi ya hatua ya michezo ya hatua makundi ya klabu bingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho imetoka, na kwamba sasa tunajua exactly lini klabu zetu zile 4 zinazoshiriki michuano ya CAF zitakuwa zinacheza. Jambo hilo nalo limetusaidia kufanya maboresho ya ratiba ili sasa kuhakikisha hizo klabu zinapata nafasi ya kucheza hii michuano, kucheza ligi pamoja na nyakati za kusafiri na kupumzika. Kwa maana sababu kumbe za kufanya maboresho ya ratiba ni kutokana na timu za taifa, vilabu vya ligi kuu kuwa na ushiriki wa mashindano ya kimataifa. Sahihi kabisa. Lakini kama bodi ya ligi kiujumla, licha ya kufanya mabadiliko ya hapa na pale, mpaka sasa tunavyozungumza, mnaona timu zetu kile kitu ambacho mlikuwa mnakitegemea kwenye msimu huu kwamba mmekitarget kukipata kwa michezo kadhaa hii, kuna dalili zinaonekana ama bado? Tunaona kwa kiwango kikubwa. Tunaona ushindani, tunaona burudani, kila kitu kinakwenda vizuri. Usimamizi wa michezo yenyewe unaonekana ni wa kiwango cha juu, na japo tumecheza mizunguko, lakini tunaona dalili za kuwa na msimu bora wa 2025-2026. Nini wito wako kwa vilabu sasa kwa nyakati hizi ambazo mmeendelea na marekebisho ya ratiba kama ambavyo mmeifanya? Kwanza ni kuendelea kukumbuka kwamba tuna msimu mgumu, tuna kipindi kifupi sana cha kucheza ligi. Ratiba yetu haiwezi kuwa rafiki sana kutokana na kipindi kifupi cha kucheza ligi, na kwamba klabu zetu zinapaswa kuendelea kuingia ndani ya hiyo ratiba, kuwa familia nayo na kuhakikisha wanafanya kila jitihada inayowezekana ili waweze kufanya vizuri kwenye hiyo ligi. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tumekuwa na kipindi kifupi cha kucheza ligi, lakini sasa tunakwenda kucheza ligi katika miezi ambayo ni takriban 8 tu hivi. Kwa hiyo utaona namna ambavyo muda umepungua, na hatuna namna nyingine ile zaidi ya kuhakikisha kipindi hicho michezo yote inafanyika. Cha msingi tu kwamba kuwe na muda wa kikanuni kati ya mchezo na mchezo. Mbwawa News, kwa habari zote za michezo, burudani, siasa, kijamii na uchumi. Usikose kufuatilia Mbwawa News.